Kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii imeitaka serikali kuweka mfumo thabiti wa kutathmini ubora wa vyuo vya utalii nchini ili kupata wataalamu bora wa sekta hiyo. Na katika michezo, Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa kuwa mgeni rasmi katika pambano la ngumi kati ya Mandonga na Mbelwa takalofanyika Idipili huko Ruangwa. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu katika kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Jina langu ni Kisa Mwipiana. Tunaanza na taarifa ya habari. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii imeitaka serikali kuweka mfumo thabiti wa kutathmini na kuthibitisha ubora wa vyuo vya utalii nchini ili kuhakikisha vyuo hivyo vinazalisha wataalamu bora wa sekta ya utalii. Jamil Omari huyo hapa anaarifu zaidi kutoka jijini Arusha. Mwenyekiti wa kamati hiyo, Timotheo Mzava, ametoa wito huo wakati kamati hiyo ilipotembelea Chuo cha Taifa cha Utalii kampasi ya Arusha kwa lengo la kukagua maendeleo ya ujenzi wa miundombinu ya kufundishia inayojengwa kwa zaidi ya shilingi bilioni 5 kutoka fedha za ndani za serikali. Amesema wingi wa vyuo umesababisha changamoto ya viwango vya elimu na vijana wengi wanaojiunga na sekta ya utalii wamekuwa na ujuzi duni kutokana na ukosefu wa usimamizi madhubuti wa elimu ya utalii. Vijana wengi ambao wanakwenda kufanya kazi ya kuhudumia kwenye maeneo ya utalii, kuhudumia watalii, kumekuwa na malalamiko baadhi ya maeneo kumekuwa na huduma za viwango vya chini. Lakini tumegundua moja ya changamoto ni utitiri wa vyuo tulivyokuwa navyo. Sasa sio dhambi kwa watu kuanzisha vyuo, lakini vizuri serikali tumeshauri iwe na mfumo wa kudhibiti ubora wa vyuo vinavyoanzishwa ili wanafunzi wanatoka kwenye hivyo vyuo wawe na uwezo mzuri wa kuweza kutoa huduma. Tuendelee kuweka nchi yetu kwenye ramani nzuri ya utalii katika dunia. Baada ya ukaguzi huu, kamati imeridhishwa na kazi ambayo imefanyika hapa. Mkandarasi, mshauri mwelekezi wamefanya kazi zao vizuri. Ujenzi unakwenda vizuri. Kamati imeipongeza wizara kwa kazi hii inayofanyika na imetutaka tuhakikishe tunaongeza kasi ya kusimamia jambo hili ili mradi huu ukamilike kwa wakati. Jengo hilo linategemewa kupokea zaidi ya wanafunzi 1200 kwa mwaka. Jengo hilo litakuwa na ghorofa 5 ikijumuisha vyumba 9 vya madarasa, maktaba 1, migahawa 2 ya uendeshaji, madarasa ya mafunzo ya mapishi, mawili training and operational kitchen. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Mkoa wa Iringa kupitia idara ya afya imetoa wito kwa makundi yenye ushawishi mkubwa katika jamii, hususan kundi la viongozi wa dini, kutumia vizuri majukwaa walionayo kwenye nyumba za ibada kwa ajili ya kutoa elimu kwa umma kuhusu ugonjwa wa mlipuko wa Mpox, hatua ambayo itasaidia kudhibiti kabisa maambukizi ya ugonjwa huo. Wito huo umetolewa na mganga mkuu wa mkoa wa Iringa, Daktari Silvia Mamkwe, wakati akiongea na makundi mbalimbali katika jamii mkoani Iringa. Mpaka sasa hakuna kisa chochote cha ugonjwa wa Mpox mkoani Iringa ambacho kimeripotiwa. Daktari Mamkwe amesema kundi la viongozi wa dini ni muhimu katika vita hii na hivyo kuliomba kutumia majukwaa yao ya kueneza elimu juu ya ugonjwa wa Mpox. Viongozi wa dini wako hapa, tutaandika barua na wao zile messages pia wazifikishe kwa waumini kama ilivyokuwa kwa wakati wa COVID. Na njia pekee na muhimu sana ni kinga. Na kinga haiwezi kutokea bila kutoa elimu. Kwa hiyo niombe sana viongozi mlioko hapa wa dini tuendelee kutoa elimu kwa wananchi. Viongozi wa dini wamesema wito huo umekuja kwa muda muafaka na kuahidi kuufanyia kazi. Tumelipokea kwa maana ya tahadhari na kutoa elimu kupitia majukwaa ya nyumba za ibada. Tunalipokea na tunalichukua na tutawafikishia waumini zile taratibu zote ambazo zimetolewa na Wizara ya Afya namna ya kujikinga na tatizo hili. Na sisi kama watu na kama waumini tunafahamu tuna mikusanyiko mikubwa ambayo tunakusanyika mara kwa mara, karibu kila siku na wakati mwingine kila Jumapili tunakusanyika. Kwa hiyo tunaona jambo hili pia linatuhusu. Wanasiasa wao
wanasemaje? Sisi kama chama cha kisiasa na chama tawala bado tunafanya ziara na mikutano. Kwa tutaendelea kuwakumbusha wananchi kila mikutano ambayo tunaifanya. Tumewaambia viongozi wa ngazi zote kuanzia ngazi za wilaya mpaka kwenye makata kwamba waendelee kusikiliza wataalamu na kufuata muundo mzima wa namna nzuri ya kujikinga na mgonjwa wa mlipuko. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, ugonjwa wa Mpox unasababishwa na virusi vya monkeypox, yani homa ya nyani. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Serikali kupitia taasisi ya elimu ya watu wazima imehitimisha mafunzo maalum kwa walimu wa mikoa 15 ya Tanzania bara yanayolenga kuwajengea uwezo walimu hao kwa ajili ya utekelezaji wa mpango wa utoaji elimu ya umahiri na ujuzi kwa vijana wanaokadiriwa kufikia 30,000 ambao hawakupata elimu katika mfumo rasmi na ambao wamepata lakini wakapoteza uwezo wao wa kusoma baada ya kuhitimu kwa muda mrefu. Wakati akihitimisha mafunzo haya kwa niaba mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Ndiga, mkuu wa wilaya Babati Manuela Kaganda amesisitiza taasisi ya elimu ya watu wazima kuwekeza nguvu zaidi katika tafiti ili kubaini wenye sifa kunufaika na mpango huu kwa lengo la kuwakwamua vijana wengi zaidi. Kushauri taasisi ya elimu ya watu wazima Tanzania kuendelea kufanya tafiti ili kubaini mahitaji ya sasa ya watu wazima na vijana wetu ambao wako nje ya mfumo rasmi wa elimu, hasa wale ambao hawakuwahi kubahatika kupita katika mfumo huu. Huyu mlengo wa posa kama hana zile stadi za kusoma kuandika na kuhesabu, basi afanikiwe kuzipata. Kitu cha pili tunachotamani apate mlengo wa posa, natamani apate stadi za maisha kwa Hapa mratibu wa mafunzo hayo anaeleza walengo wa mpango wa IPOSA. Programu hii inalenga vijana ambao wamewahi kwenda shule alafu wakarudi mitaani wakapoteza uwezo wao wa kujua kusoma, kuandika na kuhesabu. Na vile vile inalenga kundi la vijana ambao wameenda shule wako mitaani ila hawana stadi, ujuzi utakao wasaidia kuweza kujiajiri wao wenyewe. Lakini watajifunza pia ufundi ambao wao wenyewe watauchagua. Hata hivyo, mambo yanaweza kukutana na ukinzani iwapo jamii itaweka tafsiri na imani isiyolingana na mpango huu. Hivyo inashauriwa kuepuka imani potofu ili kusaidia kufikia lengo la kuwafikia wengi zaidi na kuwakwamua na hali ya sasa. Mimi nafikiri ni mtazamo wa jamii. Jamii inafikiria nini kuhusu kitu kinachoitwa kipya? Sababu mara nyingi jambo jipya linapoanza, kuna wengine walisema mbona hii ni sawa na VETA ndogo. Kwa nini? Tukaambia hapana, hii sio sawa na VETA kwa sababu huku kuna kitu kinaongezwa stadi ya KK. Kwa hiyo changamoto hiyo kama jamii haijaelewa sawa sawa mafunzo, unaweza mkapata shida mkokosa vijana. Tunakuja tunawawezesha alafu waweze kujipatia kipato katika maisha yao. Kwa hiyo naishauri jamii wasiwafiche hao watoto. Kulingana na sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, asilimia 18 ya vijana wa Tanzania bara walibainika kukosa elimu ya namna hii ya kujua kusoma, kuandika, kuhesabu na kujieleza. Kutoka wilayani Babati mkoani Manyara yanapohitimishwa mafunzo haya, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Idadi ya wanawake wanaojifungulia katika kituo cha afya cha Mkonze kilichopo jijini Dodoma imeongezeka kwa asilimia 180 kutoka wanawake 86 hadi wanawake 155 kwa mwezi. Lakini miundombinu ya kituo hicho ikiwemo ukosefu wa jengo la wagonjwa wa nje pamoja na uhaba wa wataalamu havikidhi kuhudumia idadi hiyo ya wagonjwa. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Amani Mbando. Kituo cha afya Mkonze kilichopo tarafa ya Zuzu jijini Dodoma kilianzishwa mnamo mwaka 1993 ambapo kwa sasa kinahudumia wananchi zaidi ya 41,000 wa eneo hilo. Akizungumza katika hafla ya makabidhiano ya msaada wa vifaa na vifaa tiba vilivyotolewa na benki ya Stanbic, mganga mfawidhi wa kituo hicho amesema pamoja na kuvuka lengo la kutoa huduma kwa kina mama wanaojifungulia kituoni hapo, bado zipo changamoto zinazowakabili. Kuongezeka kwa utoaji wa huduma kwa mama wanaojifungua kituoni, kwani lengo tulilowekewa ni wamama kujifungua 85, lakini mpaka sasa wanajifungua wastani wa kina mama 155 kwa mwezi.
Changamoto zinazotukabili: ukosefu wa jengo la OPD, ukosefu wa uzio, ukosefu wa jengo la kufuria nguo, jengo la RCH mama na mtoto, pamoja na sehemu ya kupumzikia wateja wanaosubiria wagonjwa wao waliolazwa wodini. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule akizungumza baada ya kupokea msaada huo, ameeleza hatua za serikali katika kutatua changamoto hizo, ikiwamo kiasi cha fedha kilichotengwa katika bajeti ya mwaka huu 2024-2025. Amesema hatuna OPD, lakini hatuna mashine ya kufulia, hatuna uzio na mambo mengine mengi aliyosema. Niseme kuwa nimeyachukua, nimeyasikia, najua hatuwezi kuyafanya labda yote kwa wakati mmoja, lakini tutaanza kwa hatua, na bahati nzuri tayari na taarifa kuwa mwaka huu wa fedha tayari tumetenga fedha milioni 100 kwa ajili ya kuanza kujenga uzio. Kwa upande wake, meneja wa benki ya Stanbic Dodoma, Joan Mbise, ameainisha vifaa na vifaa tiba vilivyotolewa pamoja na idadi ya miti ya vivuli na matunda, akisisitiza kuwa ni dhamira ya taasisi hiyo kusaidia maendeleo ya jamii sambamba na utunzaji wa mazingira. Leo tunatoa msaada wenye thamani ya milioni 9 ambao unajumlisha pia ni neti 50 za mbu, shuka 50 na pazia kama hizi mnazoziona za kutenganisha kule kwenye wodini vitandani karibu 15. Pia tumeweza kutoa vifaa vya upasuaji. Tumetoa pia miche ya 150 ambayo tayari ilishapandwa na baadhi leo ipo ambayo tutaendelea kuipanda. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Taasisi ya uhusiano wa umma Tanzania IPRT imesaini makubaliano na msajili wa hazina Zanzibar kwa ajili ya uratibu wa pamoja katika kuandaa tuzo za umahiri za mawasiliano ya umma Zanzibar, yaani Zanzibar Communication Excellence Awards, zinazotarajiwa kufanyika Julai 5 mwaka huu huko visiwani Zanzibar. Hii hapa ni taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa hafla ya utiaji saini makubaliano hayo, mkurugenzi wa IPRT Dr. Titus Solomoni amesema makubaliano hayo yanalenga kuchochea uwezo miongoni mwa waandishi, vyombo vya habari na maafisa habari kwenye taasisi mbalimbali za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ili waweze kutimiza wajibu wao kwa weledi na ufanisi unaokusudiwa. Tunatarajia kuwa mpango huu utasaidia kuvijengea uwezo vyombo vya habari kwa ujumla katika nyakati hizi ambazo ni muhimu kwa waandishi wa habari kuweza kubaini changamoto zinazo ikabili jamii na miradi ambayo inatekelezwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa upande wake, msajili wa hazina Zanzibar Wahid Mohamed Ibrahim Sanya amesema kuwa ana matumaini makubwa kuwa tuzo hizo zitaleta mapinduzi makubwa kwa maendeleo ya Zanzibar. Tuzo hizi zitatoa kisha kwa wadau wa habari wa ndani na nje ya nchi ili waweze kutoa taarifa za kina kuhusu ufanisi wa miradi ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, hususan katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 4 ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Jambo ambalo anakwenda kulifanya ni kubwa sana kwa sababu tuna tatizo ambalo kama serikali imefanyika mambo mengi sana, lakini taarifa kwa wananchi inawezekana hazendi sahihi au zinakwenda kwa uchache. Kwa hiyo nimpongeze sana Tiara kwa kazi kubwa ambayo ameifanya, kwa sababu sasa tunakwenda kubadilisha nafikiria hata mtazamo au ile mindset ya kuelewa taarifa za serikali. Kutoka Dar es Salaam, Juma Mohamedi, Channel 10. Utafiti uliofanywa na mradi wa uboreshaji wa udhibiti taka za mboga na matunda katika jiji la Dar es Salaam umependekeza vipaumbele vya kimkakati vya kukabiliana na ongezeko la taka oza zinazosababishwa na ongezeko la joto ambalo husababisha taka za mboga na matunda kuoza na kuongezeka haraka. Utafiti huo umefanyika kwa muda wa miezi 18 ambapo imegundulika kuwa joto linalosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi ndio chanzo cha kufanya taka hizo kurundikana katika maeneo mbalimbali kutokana na kuoza kwa haraka. Akizungumza wakati wa warsha ya uwasilishaji wa ripoti hiyo jijini Dar es Salaam, msimamizi wa mradi huo Dr. Madaka Tumbo amesema wamefanya tafiti kwa kipindi cha mwaka 1.5
na wamebaini mabadiliko ya tabia ya nchi yamesababisha ongezeko la joto ambalo limesababisha taka kuoza kwa haraka na kusababisha uharibifu mkubwa unaosababisha ongezeko la taka oza. Tumeweza kufanya greenhouse gas assessment kuweza kujua how much greenhouse gas inakuwa emitted from food waste. Na from baseline tumeona ni tani za carbon 250,000 zimekuwa zikitolewa, lakini in future zina double 3 times ya hii ambayo tuna generate sasa. Kwa hiyo kuna haja kubwa ya kuwa na mipango endelevu ya kupunguza swala zima la kujenga uwezo namna ya kumanage taka ambazo zinatokana na vyakula. The Dar es Salaam Urban Resilience Programme is funded by and delivered by the UK Green Cities and Infrastructure Programme, which is a UK government initiative that is working around the world to reduce emissions from greenhouse gases and improve climate resilience. Naye mkurugenzi wa asasi isiyo ya kiserikali ya utu na mazingira HUDEFO, Sara Pima, amesema mradi huo utaboresha hatua ambazo wadau wa mazingira wanazichukua sambamba na kulifanya jiji la Dar es Salaam kuwa safi na salama. Tumeweza kuona wanavyoenda kushughulikia swala la climate finance. Climate finance tunaamini ni katika waste management ni kitu muhimu sana ambacho kitasaidia katika kutengeneza miundombinu ya udhibiti taka na kuelekea katika uchumi rejeshi ili tuweze kudhibiti taka na kuwa na mazingira mazuri na kulinda rasilimali zetu kwa uendelevu. So, kwa sasa tunazalisha wastani wa taka 654 kwa siku, lakini uwezo wetu ni zisizozidi taka tani 400 ambazo zinaondolewa kila siku. Hii inasababishwa na uchache wa vifaa ambavyo tunavyo, lakini pia na miundombinu iliyopo ya ukusanyaji wa taka. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika pambano la ngumi lisilo la ubingwa kati ya bondia Karim Mandonga wa Morogoro dhidi ya Saidi Mbelwa wa jijini Dar es Salaam takalofanyika siku ya Idi Pili katika uwanja wa Majaliwa Ruangwa huko mkoani Lindi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mratibu wa pambano hilo ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha mapromota wa ngumi Tanzania Evarist Ernest amesema kufanyika kwa pambano hilo mkoani Lindi ni kuonesha heshima kwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kwa mchango wake mkubwa katika masuala ya michezo hapa nchini. Kwa upande wake, katibu mkuu wa chama cha ngumi za kulipwa Tanzania Emmanuel Mlundwa amesema wamejipanga kuhakikisha pambano hilo linakwenda vizuri, huku akiahidi kutoa mkanda maalum kama zawadi kwa mshindi. Tuna pambano tumeliandaa Mopao Entertainment kwa kushirikiana na PMBet. Pambano ambalo litafanyika pale mkoani Lindi, wilaya ya Ruangwa. Pambano hili tunatarajia lifanyike siku ya Idi Pili, na tunasema hii ni maalum kwa ajili ya wanaruangwa kwa sababu wanaruangwa hawajawahi kupelekewa mchezo wa ngumi pale. Bondia Karim Mandonga na Saidi Mbelwa nao walipata muda wa kuzungumza. Nazoishi kule Chanika kutokana na kazi zangu nazozifanya kwa waga sicheleweshi. Mandonga mtu kazi, mimi siwezi kukubali kama yeye mtu kazi. Kitu cha kwanza namshukuru promoter Mopao kunipa hii fight. Nafikiri mechi ya mwisho mimi na Mandonga tulicheza Muleba. Pambano lilitoka sare, lakini kwa sare ile mimi nachojua nimekubali sare, lakini majaji nao ni binadamu, wana jicho lao la kuangalia vile vile, mwingine anaona hivi na mwingine anaona hivi. Kwa hiyo ikatolewa sare, lakini sare ambayo ilikuwa sijaikubali. Kwa sababu mechi ya kwanza kabisa Mandonga aliweza kushinda kwangu. Kushinda kwangu alisababisha vitu vingi vili affect sana katika kichwa changu. Na mtazamaji, mwisho wa taarifa ya habari. Hivi punde tutarudi tena kwa ajili ya kuangalia yaliyojili katika magazeti.